Filamu inaanzia mwaka 1952 nchini Romania katika monastiri ya St. Cata. Ndani yake tunaona watawa wawili wa kanisa Katoliki la Roma, dada Jessica na dada Victoria, wakikaribia mlango wenye maandishi yanayosema Mungu anaishia hapa. Sister Jessica na Sister Victoria wanapeana moyo kwamba hawana chaguo lingine zaidi ya kufanya hichi ambacho wanatakiwa kukifanya muda huu. Sister Jessica anaamua kuingia licha ya hofu, huku dada Victoria akiomba nje. Jessica akaanza kusali sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, na utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Ndani ghafla kelele zinasikika na kuna mkono unaonekana ukiwa na damu. Jessica anashambuliwa na kuuawa na nguvu ya giza isiyoonekana. Kabla hajafa, anamwambia Victoria kuwa uovu huo unahitaji mwili wa binadamu ili uweze kutoroka, ili kuzuia pepo huyo kumtumia kama chombo. Victoria anajitoa uhai kwa kujining'iniza dirishani. Sister Victoria akaona huu umeshakuwa msala ile mbaya, so akaamua kusepa zake kwa kasi sana. Sister Victoria alikuwa anaogopa sana, so akawa analia huku akiwa na hema sana kwa uoga. Ghafla anashangaa anaona msalaba unazunguka na asijue nini kinachoendelea. Leo kazi ipo na mwenye kazi ni Sister Victoria. Ghafla tunauona huu msitu mnene, lakini kuna sauti inasikika ikiimba wimbo kwa lugha ya Kifaransa. Huyu jamaa anaitwa Frenchy. Ghafla kama kuna kitu amekiona hapa msituni na hajajua ni kitu gani, lakini ameona msalaba na juu yake kuna ndege analia hapo, mwa halinga no. Ghafla anaona sura ya mtu ananing'inia juu ya kamba. Karibu sana kwenye chaneli yetu hii ya Recap, na usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wewe ambaye ni mgeni katika familia hii, na kuhakikishia utaenjoy kinoma. Amini kwamba baada ya muda Vatican inapata habari za tukio hilo kupitia kwa kijana anayesafirisha mizigo Frenchy, ambaye aliukuta mwili wa Victoria ukiwa unaning'inizwa juu ya msalaba. Father Buck akakalishwa kitako na kuambiwa kuna taarifa mbaya tumezipokea kuhusu kifo cha mtawa wetu huko Romania milimani kabisa, ambapo mwili wake umekutwa na kijana mmoja katika eneo takatifu la Abbasia, ambapo taarifa zinadai kuwa ameuawa. Sasa tunahitaji ukafanye uchunguzi huko. Wanamtuma Padri Buck pamoja na Sister Irene kuchunguza kama eneo hilo bado ni takatifu. Sasa huyu Sister Irene ni mtawa mchanga sana na hajawahi kufikiria hata siku moja itatokea akaenda Romania, lakini Vatican wamefanya uamuzi kuwa ambatane na Padri Buck kwenda Romania kufanya uchunguzi. Mtawa Irene anaogopa, hataki kwenda. Padri Buck analazimika kumshawishi kwenda kufanya kazi ya Mungu. Upande wa pili, Frenchy ameanza kuota ndoto za kutisha. Leo kazi ipo. Chizi Frenchy anaambiwa, sikiliza wewe, sisi tupo kwa ajili ya kutupeleka ulipo mwili wa mtawa aliyouawa. Frenchy alishaanza kummezea mate mtawa Irene. Baada ya kuona hili sanduku maalum, akawauliza, nyie ni wachungaji? Wakamjibu ndio. Jamaa akashusha moto, akajua oho, hapa nishadandia mtumbwi wa vibwengo. Akaomba msamaha na safari ikaanza hapo fasta kuelekea eneo la tukio. Safari ilikuwa ndefu sana. Katika stori za hapa na pale, mtawa Irene akamuuliza mwenyeji wao kuwa ilikuwaje ukawa unaishi maeneo haya. Jamaa akasema, nilikuja kutafuta dhahabu, nikajikuta tu nimepata makazi ya kudumu katika maeneo haya. Hapa farasi kuna mlio fulani hivi aliutoa kuashiria hakuna njia tena ya kuelekea mbele. Mwenyeji wao akasema, hapa inabidi palipobaki tutembee kwa miguu tu, na stori ya hapa watu wanadai ni eneo fulani hivi ambalo lililaaniwa. Mtawa Irene akaguna kidogo, kazi ipo leo. Hatimaye wamefika, lakini kijana Frenchy kuna hali isiyo ya kawaida ameigundua. Akaulizwa na Padri Buck, kuna nini? Frenchy akasema, wakati natoka hapa huu mwili ulikuwa umelala, lakini naona mwili sasa hivi ukiwa umekaa. Father Buck anagundua ufunguo fulani hivi mkononi mwa huu mwili na kuuchukua. Frenchy akawatoa eneo ambalo mwili ulihifadhiwa na kuwapeleka eneo ambalo aliuona mwili wa Sister Jessica kwa mara ya kwanza. Father Buck kuna mtu amemwona kapita haraka, lakini hakumwambia yeyote na uchunguzi ukaendelea kama kawaida. Ndani ya monasteri kuna giza la kutisha, japo kuna mishumaa mingi na waka kama ambavyo ni kawaida kwa makanisa mengi ya Kikristo pindi ambapo eneo linakuwa halina mtu. Mtawa Irene akamsaidia
akamsalimia mama mkuu wa watawa na kumwambia samahani kwa kuja katika eneo hili pasipo kutoa taarifa mapema. Padri Buck ikamlazimu ajitambulishe, akasema naitwa Anton Buck kutoka Vatican. Mimi ni father. Mama mkuu wa watawa akamwambia Irene, hujamaliza nadhiri zako zote, kwa nini upo hapa? Buck akamwambia tumekuja hapa kuchunguza kifo cha mtawa wako. Frenchie akaingilia kati, wakamwambia mliona nastahili kuzikwa hapa, hakikisha mnaondoka naye hapa. Mama mkuu wa watawa anamwambia watawa wengine wako kwenye maombi ya jioni na hawataweza kuonana nao hadi kesho, kwa hivyo ipo sehemu ambayo itabidi mkae hapo na kusubiri, maana lango hili litafungwa muda sio mrefu na mtayapata majibu mnayotafuta. Padri Buck na Irene wao wakiendelea kusubiri maombi maalum ya watawa wengine akamilike. Frenchie yeye alikuwa na taa yake hapa, na pale ghafla akakutana macho kwa macho na huyu aliyevalia kama sister. Frenchie akaona isiwe tabu, akarejea kwa wenzake, leo na mwenye hiyo kazi. Vitisho vikaanza usiku huo huo kwa Frenchie, kijana aliyewapeleka Father Buck na Irene eneo la tukio ambalo lipo katika eneo takatifu katika milima ya Romania. Frenchie hayachi taa jamaa, yani ni bump to bump. Ghafla akagongwa na kitu ila anaitizama mama, huyu ni mtu wa ajabu, kavaa nguo za kitawa. Frenchie akakimbia, lakini bado alijikuta katika eneo la makaburi. Balaa lishakuwa zito hili. Padri Buck na mtawa Irene ambaye bado hajamaliza nadhiri zake zote ili awe sister kamili, wapo hapa wanapata chakula katika monastiri takatifu. Irene anamsimulia Father Buck kuwa alipokuwa mdogo alikuwa na maono ya ajabu, lakini baba yake alidhani mwanaye kachanganyikiwa kabisa, lakini baadaye alikuja kupata msaada kutoka kwa Father Fon. Father Buck akashtuka na kukumbuka tukio la zamani linalotaka kufanana na tukio la Irene. Hapo hapo Father Buck akaanza kuona maono ya kijana Daniel aliyewahi kumfanyia ibada ya kutoa pepo zamani, ibada ambayo ilimalizika vibaya na kusababisha kifo cha kijana huyo. Anaishia kuanguka ndani ya kaburi na kufukiwa hai, lakini anaokolewa na Sister Irene baada ya kugonga kengele maalum ya kuashiria aliyezikwa akiwa hai. Ile kauli ya usiku mrefu mwanangu, hapa ndipo inaanza rasmi. Father Buck ameanza kuhisi vitu visivyo vya kawaida. Anasikia kama kuna mtu anatembea lakini hamuoni. Akaenda kumcheki Sister Irene, akamwona yupo usingizini amelala. Ghafla akahisi ameshikwa mkono, ile anageuka tu, aliyemshika mkono haonekani. Ile anatizama nje tu, anaona kuna mwanamke amevaa suruali nyeusi yupo peku akikimbia. Father Buck akajikuta amefika makaburini akiwa anaendelea kumtafuta yule mtu wa ajabu. Ghafla Father Buck anamuona Danieli yule ambaye aliyepoteza maisha baada ya kuanguka vibaya pindi alipokuwa akimsaidia mapepo ya mtoke. Daniel alitoa mdudu wa ajabu ambaye ni nyoka tumboni kwake, na bahati mbaya mlango ukajifunga na akakosa msaada kabisa na kuishia kugonga tu mlango. Upande wa pili Sister Irene anaogopa kinoma. Usisahau yupo ndani ya hii monasteri akiendelea kujifunza historia ya jengo hili linalosemekana lilijengwa na Duke wa St. Cata ambaye alifanya ibada nzito za kishirikina aka uchawi hadi kufungua lango la kuzimu. Kanisa lilifanikiwa kumzuia na kulifunga lango hilo kwa kutumia kifaa chenye damu ya Yesu Kristo. Watawa waliishi hapo wakifanya maombi ya kudumu ili kuzuia uovu huo, lakini mabomu ya vita yalipiga jengo hilo na kulifungua tena lango hilo. Sister Irene anasikia mlio wa kelele huko, na ajui wapi sauti hiyo inatokea. Sister Irene kaya kanyaga tayari. Aliingia katika chumba hichi ndani ya hili monasteri, akaona hichi kioo. Wakati wanajitazama, ghafla akaona kuna mtu nyuma yake. Ghafla kuna jini limevaa kitawa, meno, sura ya kutisha kinoma, limekamata bega lake. Mara pap, msalaba ukaanguka. Akaona isiwe kesi, akatoka kwenye hicho chumba spidi ile mbaya. Kiherehere aka kihede mswede chote kuisha. Akiwa hapa makaburini na taa yake, akaanza kuita kwa sauti, baba, 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 Father. Ghafla nasikia mlio wa kengele zikilia kwa fujo. Kengele mbangwa. Akajiuliza, who is this guy? Kengele zilimpa wenge Sister Irene, huku akisikia sauti inasema, nisaidie, nisaidie. Irene akaona koleo pale,
na kuanza kuchimbua mchanga sehemu ambayo ameisikia sauti ya mtu ikimwita atoe msaada. Kumbuka huu ni usiku wa manane bado. Huku chini ya ardhi kuna mikono ya pepo linaitwa Valak limemshika Father kwa nguvu likiwa linamkaba ile mbaya. Wakati Sister Irene yeye hajui, anaendelea tu kuchimbua ardhi kwa nguvu sana. Kumbe Father Buck ndiye alidandia mtumbwi wa vibwengo. Leo kazi ipo. Sister Irene anamuuliza Father Buck kwamba ameingiaje chini ya ardhi, maana ilikuwa imefunikwa kabisa. Father akamwambia inaonekana huku kuna nguvu za ajabu zipo hapa, na hili litasaidia kutoa jibu sahihi la eneo hili. Asubuhi kumekucha. Father Buck na Sister Irene wameshavurugwa, maana usiku ulikuwa kama miaka. Hapa Father anataka kuzungumza na watawa kama ambavyo waliomba na kupewa masharti kuwa watazungumza nao kesho asubuhi. Ghafla mlango unajifungua, so mama mkuu wa watawa anatafutwa. Sister Irene akakabidhiwa rozali maalum na Father Buck ili kumsaka huko Abes, lakini akaambiwa hakikisha unakuwa mwangalifu. Sister Irene akaingia humu ndani. Baada ya lango kufunguka, kuna ukimya sio wa kawaida. Ghafla akaona kuna mtu kapita haraka sana ndani ya jengo, akamuita, "Hey, hujambo? Nisubiri." Lakini yule mtu alipita haraka sana. Shwa! Sister Irene alimkuta huyu Sister Ruthie. Alitaka kumshika bega na kumsemesha, lakini akatokea sister mwingine akamzuia kwa kumwambia usimkatize, hapaswi kupoteza hata sekunde moja kwenye maombi yake. Akaambiwa tuna taarifa kuhusu ujio wako hapa, hebu twende huku. So Frenchie anawasubiri watawa Father Buck na Sister Irene. Frenchie anamwambia huyu jamaa kuwa kesho ataondoka nao, lakini jamaa akamchana kuwa wewe ndiye uliyegundua mwili wa mtawa aliyouawa? Frenchie akasema ndio. Akaambiwa hivi karibuni utagundua mambo mengine mawili. Frenchie akasalia na mawazo pale, sijui itakuwaje. Huku Father Buck anasoma vitabu vilivyopo katika monasteri hili. Alipofungua peji hii alikuta jina la Valak, pepo ambalo lina historia ya kutisha sana. Ghafla akasikia mlio ya sauti ya ajabu. Father akaanza kumtafuta Sister Irene lakini hakumuona. Huku Sister Irene amekalishwa kikao cha ghafla, lakini sio cha kusutwa, akiwa na moja ya watawa katika jengo hili takatifu. Hapa Sister Irene anapewa michapo aka historia kuhusu Sister Victoria ambaye alipoteza maisha kinyama. Anaambiwa Sister Irene alikuwa na roho nzuri sana ya kutaka kusaidia kila mtu. Mlango ukajifungua na huyu sister mwenyeji akaenda kufunga ili aendelee na michapo. Alipoanza kutaja tu jina la Sister Victoria, ghafla mlango ukajifungua tena. Sister Irene akaambiwa na Sister Oana, samahani sana, baadhi ya masista hawaruhusu kabisa kutoa siri yeyote, lakini Sister Oana akaombwa amsimulie historia ya abasia hii. Sasa abasia hili bwana lilijengwa na Duke katika zama za giza. Jengo hili linalosemekana lilijengwa na Duke wa Senkata ambaye aliandika maandiko mengi kuhusu uchawi na masuala ya mila hadi kufungua lango la kuzimu. Kanisa lilifanikiwa kumzuia na kulifunga lango hilo kwa kutumia kifaa chenye damu ya mabaki ya zamani yaliyo na damu ya Yesu Kristo. Watawa waliishi hapo wakifanya maombi ya kudumu ili kuzuia uovu huo. Kwa karne nyingi watawa walifanya maombi hapo na uovu uliwekwa pembeni mpaka pale mabomu ya vita yalipotikisa tena abasia hiyo na kufungua lango la kuzimu. Sister Irene anamwambia Sister Oana kwamba jana usiku kanisani alimuona mtawa. Oana akamwambia huyu anafanana na sisi lakini si miongoni mwetu. Akamwambia anaonekana kama mtawa na anaweza kujificha katika vyumba vyetu na kuchukua udhaifu wetu ili aweze kutupotosha. Sister Oana akafunguka siri kuwa huyo pepo Valak ndiye aliyewashawishi Sister Victoria kufanya dhambi. Ghafla akasikia sauti inamuita Sister Oana. Huyu mtawa akamwambia Sister Ruthie anakaribia kumaliza maombi yake, ni wakati wako sasa kufanya maombi yako. Sister Irene akaambiwa bado hujamaliza kuchukua nadhiri zako zote, hivyo hustahili kuwepo hapa, unatakiwa uondoke. Sister Oana akamwambia hawezi kutoka maana geti limefungwa, unapaswa kukaa mpaka lifunguliwe ambapo itakuwa ni alfajiri. Sister Irene akapelekwa kulala. Sister Oana alisema hajui kuhusu matumizi ya funguo aliyokuwa nayo Sister Victoria. Upande wa pili Father Buck anaendelea kujisomea vitabu vilivyopo katika jengo hili. Father anasikia sauti hazieleweki na anaogopa. Anaambiwa sio kila historia ni nzuri, nyingine sio nzuri. Mishumaa ikazima na sauti ikamwambia umeshachelewa Father, na Sister Irene ameshapotea. Giza likatanda. Kazi inaanza sasa. Sister Irene na pepo Valak uso kwa uso baba. Amba
pepo katokea akiwa katika umbo la mtawa. Wewe ni nani? Sister Irene anauliza. Pepo likawa kimya. Sister Irene akaanza kusali na ghafla vitu vikaanza kuanguka ambavyo pepo Valak alikuwa amevishika mkononi. Nguvu ya upepo mpaka Sister Irene akaanguka chini. Ni balaa lingine hili. Kwa upepo huu Makambako inasubiri. Akapokelewa kwa kukabwa shingo kidogo, kisha akaanza kusepa huku zikisikika sauti za hatua ghafla kalaroba. Hapa hakuna mambo ya ushindwe, wezi kupinga namna hiyo. Sister Oana hapa upako umenoga kinoma, yupo mbali kiimani, ananena Kilatini. Sister Irene akaingia na kumkuta Sister Oana akisali. Sister Irene akafungua sanda ambayo ilikuwa imefunika mwili wa Sister Victoria, huku Father Buck alikuwa akisikiliza maombi ya upande wa pili. Alipo Sister Oana na Sister Irene, ghafla nasikia sauti na kumwona kijana Daniel ambaye alipoteza maisha miaka kadhaa iliyopita akiwa katika eneo hili. Daniel akaanza kupambana na Father Buck na Father Buck akaondoka eneo lile. Watawa walikutana katika eneo hili ndani ya jengo hili la Abasia na kuanza kusali, lakini walimsihi Sister Irene kutoacha maombi endapo ataona kitu chochote kile. Makelele ya ajabu na vitu vikaanza kudondoka vyenyewe. Sister Irene amesali mpaka jasho linamtoka. Ukapita upepo mmoja wa fasta mpaka zipu ya gauni lake ikafunguka, akaanza kuyumba huku akiwa na sali mpaka analia. Kumbuka aliambiwa akianza kusali chochote kitakachotokea au kukiona asiache kusali, aendelee tu. Kwa mbali anasikia dada Irene sauti inamuita, akaitikia Padre Buck. Naam, kumbe Padre Buck ndiye aliyekuwa akigonga mlango akiomba afunguliwe katika lango lile. Father akamuuliza, unafanyaje hapa Sister Irene? Sister Irene akasema, tulikuwa tukiabudu hapa pamoja na watawa wengine. Padre anashangaa haoni mtu, ili anageuka tu Father. Sister Irene anageuka, anaona wote waliokuwepo hapo, wale waliokuwa wanaabudu pamoja hawapo. Wanagundua kuwa watawa waliokuwa wakiwaona walikuwa ni maono tu, na ukweli wengi wao walikuwa tayari wameshakufa. Monasteri hiyo haikuwa tena takatifu. Sister Irene akafungua tena ule mwili, akakuta mwili wa Sister Victoria ukiwa umekauka tofauti na muda ambao aliufungua wakati wanaanza kufanya maombi. Ghafla pepo Valak anaamka kupitia mwili wa Sister Victoria na kuanzisha balaa. Padre Buck akaamuru yaletwe haraka maji matakatifu juu yake. Padre Buck akaamuru kwa sauti kwamba namtoa pepo juu yako. Kwa pembeni yupo Frenchie akiwa anatizama kinachoendelea na asijue nini anatakiwa afanye. Pepo Valak aliungua kwa moto kupitia ule msalaba na Frenchie akamchapa kwa risasi kupitia bunduki. Frenchie anataka waondoke maana eneo hili hapakaliki, lakini Sister Irene akamwambia hapa hatuwezi kuondoka mpaka tuhakikishe tumelifunga lango hili la kuzimu ili kuzuia uovu. So inabidi watafute masalia ya damu ya Yesu Kristo kwenye moja ya handaki ambalo lipo katika monasteri hii. Lakini kabla ya hayo yote, Sister Irene anahitaji kupata nadhiri zake zote zilizosalia kwa mamlaka ambayo Father Buck anayo, kama ambavyo kanisa moja Katoliki la mitume linavyosema. Alimpatia nadhiri ambazo zilisalia kwa Sister Irene ili awe sister kamili. Harakati za kwanza kutafuta masalia yenye damu ya Yesu Kristo yakaanza. Irene aliambiwa kwamba funguo ile inafungua mlango wa mabaki ya damu ya Yesu Kristo, akasema kwamba yeye aliambiwa hivyo. So wanatafuta kifaa chenye damu ya Yesu Kristo katika mapango ya chini ya ardhi. So kazi ipo. Mabaki yenyewe ni haya. Baada ya kuyapata, wanashambuliwa tena na Valak. Pepo huyo anamiliki dada Irene, yani kamuingia Sister Irene kwa muda, lakini Frenchie anafanikiwa kutumia damu hiyo kumchoma Valak na kumlazimisha kutoka ndani yake. Hatimaye Irene anatema damu ya Kristo usoni mwa Valak na kumrudisha kuzimu na lango linafungwa. Hata hivyo, anaonekana kuwa Valak aliweza kumgusa Frenchie kabla ya kuangamizwa. So shughuli ikawa imeishia hapo, lakini miaka 20 baadaye tunaona wachunguzi wa masuala ya pepo Ed na Lorraine Warren wakizungumza kuhusu tukio la Morris, jina halisi la Frenchie, akionyesha kuwa pepo huyo bado alikuwa na athari. Tukio hili linaunganisha moja kwa moja na matukio ya The Conjuring. Movie zingine kali zinafuata hapa kwenye Dama Recap. Muhimu, hakikisha una subscribe, una like, una comment na kushare, au sio? Yeah.